wakasema bwana tutaezua bati juu. Wakapanda juu ya nyumba wakaezua bati juu. Walipoezua wakaanza kumshusha mgonjwa yuko mahututi sana. Wakati anashuka hawezi kuongea, wakati anashuka hana imani. Baadaye Yesu alipoangalia juu, akaangalia imani ya wabebaji, mgonjwa akapona. Mimi nakwambia hata usipoamini, Mungu atakutumia kukuondoa kwenye mauti kwa jina la Yesu. Hata usipokuwa umeona kwenye macho ya rohoni, nasema Mungu amenionyesha na mauti hiyo naiondoa kwako kwa jina la Yesu. Kwenye biashara yako, kwenye ndoa yako, hebu sema naiondoa. Hebu sema naiondoa kwa jina la Yesu. Na ninataka kila mtu atakapoenda kuomba be serious. Hebu sema amen. Kwa sababu mauti na uzima vipo ndani mwako. Ninakwambia hili jambo halizuiliki. Utakuwa unashangaa ukisikia upande wa pili pamewaka, unatakiwa useme sio kwenye familia yangu. Unatakiwa ubaki waka upande wa pili mtaani kwako, pembeni yako. Wewe unatakiwa useme sio nyumbani kwangu. Na ukikiri hayo maneno, ina maana mauti umeshaifunga na imeondoka, na iamuru iondoke kabisa kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Mapepo wote walioagizwa ili wasisimamie, ninaagiza kwa jina la Yesu hawatachukua chochote wala nyota yangu kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Ngoja nikwambie, tunapokuwa tunaanza mwaka huwa tunakuwa tuna semina nyingi hapa kanisani. Sio hivyo? Tunaanza mwaka utasikia kuna semina tuko nazo. Tunaanza tunapiga. Tumetoka kupiga kwenye semina ya siku 40. Na shetani katika siku ambazo afanye kazi ndio hizo, anaamua anatulia. Anasubiria miezi ambayo miezi ambayo watu watakuwa wamepoa. Hivi unajua kuna muda watu wanapoa. Mwezi wa kwanza kwa sababu kuna matukio mengi, kuna ajali nyingi, na kuna mwingine anakuja ili avuke mwaka. Wapo mwingine anaokoka anasema naokoka kanisani ili nivuke mwaka. Mwingine anaokoka anasema naenda kanisani kwa sababu dunia imekuwa ni mbaya. Anaamua kuja ukesha, na shetani ana akili. Anaamua anakaa mbali kwanza. Anasubiria ule wakati ambapo utakuwa umepoa. Na ndio maana jaribu kuimagine misiba mingi inatokea miezi kama hii. Itaanza sio muda. Itakuwa mingi sana. Mpaka unashangaa kwa nini? Unashangaa huyu. Mpaka unajiuliza, hii kwa nini inatokea? Hapana, hii inakuwa imeshaambiwa kwenye ulimwengu wa roho. Kuna watu wanaokaa kwenye vikao wanaamua bwana leo huyu apigwe kwa pigo. Amevuna, amepata, asifike mbali. Ngoja niwaambie wanangu, hebu sema amen. Kwa mtu yoyote ambaye umelima ukakata, jiandae kwa ajili ya vita. Sisi tumeelewana? Nikwambie, angalia, just imagine watu wote ambao wamelima na wakakosa hawaumwi. Sisi tumeelewana? Yaani ambao sisi tumekosa, mbona hujaumwa? Lima uone ukose. Jamani, ukikosa unaumwa. Jamani, tuongee na ukweli, ukikosa unaumwa. Huwezi kuumwa. Unaona mama yao anaporuka vile. Mbona unajiuliza kidogo ameruka kushoto, unajiuliza haleluya. Ila waliopata ni mbombo ngafu yani. Na ndio maana mimi nataka mtu unafikia kiwango cha kukua. Unajijua wewe ni mwana wa Mungu na mimi ni mwana wa Mungu, na roho yangu inatakiwa ipate chakula. Chakula gani? Chakula cha kiroho. Unapokuja kwenye ibada ni sawasawa na kulisha roho yako chakula. Unapokaa muda mrefu pasipokuja, roho yako inadhoofika na adui anapata nafasi. Ngoja nikwambie jambo moja. Hivi unajua wachawi ili mvua kwao sio kikwazo. Hivi unajua sio kikwazo. Na usiku wa leo anaamua kwenda kuanga bila hata sweta. Sisi tumeelewana? Sio yani bila hata sweta. Utashangaa anayechukua ngozi, anayechukua sura ya paka anavaa sura ya paka. Jamani, mwisho mchawi ana sweta. Mchawi anaamua bwana hapana. Twende leo lazima twende tukaloge. Na anaamua hizo kuchukua fisi, anaondoka kipindi cha mvua. Anaamua anachukua kitu fulani, anaamua anaondoka hata kama mawingu na hata kama pawaje. Na ahachi kuwaita wenzake. Kama anawaitaje wenzake, msikiaje usiku? Hebu sema amen. Bora sikia tu mbwa mmoja anaanza wuu. Ameshamuita hapo bibi mmoja Sekiga wanasikia anaamka, anaamua anapanda fisi wake na yeye.
Mwenye kukaa kwenye ufagio anaondoka, mwenye ungo anaondoka na mvua. Ila watu wa Mungu wanashangaa kwa mvua kadogo tu anasema Bwana mimina na shuka kubwa na yaani hebu funga na mlango, chukua washa na jiko, tukae ndani. Nikwambie wale majasiri ndio ambao wataushika ulimwengu. Wale majasiri ndio ambao wanaweza kumwambia shetani ondoka hapo, nenda pale. Ninakupa hiyo nguvu mwanangu. Utakachokiomba leo kikawe kwa jina la Yesu. Nasema nakupa nguvu mwanangu, utakachokiomba leo kikawe kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Na nataka imani yako ifike kiwango cha kukua kwamba leo utakachokiomba kitakuwa. Na ninatamani sana kila mtu aseme Bwana mimi moyoni wangu leo ugonjwa ambao umenisumbua kwa muda mrefu leo utaondoka kwa jina la Yesu. Hebu sema na uondoa. Hebu sema na uondoa kwa damu ya Yesu. Naomba tuangalie Makapana. Fungua pamoja na mimi kwenye kitabu kimoja cha Samueli wa pili sura ya 22. Samueli wa pili na Samueli wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 32. Sura ya 15 na mstari wa 32. Biblia inasema, ndipo Samueli akasema, nileteeni hapa Agagi mfalme wa Amaleki. Basi Agagi akamwendea naye Agagi akasema, bila shaka uchungu wa mauti umeondoka. Lakini Samueli akamjibu, kama upanga wako ulivyowafanya wanawake kufiwa na watoto wao, hivyo hivyo mama yako atafiwa miongoni mwa wanawake. Basi Samueli akamkata Agagi vipande mbele za Bwana huko Gilgali. Na baada ya hayo Samueli akamwendea. Biblia inasema baada ya hayo Samueli akaenda zake kule Rama, naye Sauli akakwea kwenda nyumbani kwake huko Gibea ya Sauli majeshi. Tunaanza kuona hii ni story ambayo Mungu aliamua kwanza amuite mtu mmoja, amuite na amfanye kuwa mfalme ambaye ufalme wake yeye ni kwa ajili ya kuangamiza. Hebu sema amen. Mungu akasema Bwana namuita mtu mmoja anaitwa Sauli. Nianzie mbali. Sauli alikuwa anachunga punda. Ikafikia stage akapoteza punda wake. Alipopoteza punda wakati anatafuta akasema Bwana niende kwa watu wawili wanatafuta punda. Baadaye akasema twende kwa nabii fulani. Yule nabii ni muonaji ili atuambie habari za punda. Hebu sema amen. Yaani mtu anaamua anapoteza punda, anasema jamani ni punda, ila anaamua Bwana niende kanisani au niende kwa nabii, na nikienda kwa nabii muonaji aniambie kwa habari ya punda. Punda wangu wako wapi? Punda wamepotea. Walipofika wamefunga safari kufika pale, Samueli anamwambia sasa wewe umetiwa mafuta na Bwana. Sisi tunaelewa. Ndio maana kanisani iko hivi. Kuna mtu unaweza kuja kanisani ukawaza Mungu naomba uniponye kitu fulani, ila Mungu anaweza kuwa alitumia lile tatizo ili akufikishe mahali kwenye hatima yako. Sisi tumeelewana. Usiwaze kwamba nimekuja tu kanisani kwa ajili ya kuja kukaa. Nimekuja kanisani nimekutana na baba mmoja anaitwa Pastor Francis. Nimekutana na baba mmoja nimekuja tu kusikiliza maneno yake. Nikwambie kuna maelekezo tofauti na hayo. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Akaenda kutafuta punda. Alipofika kwenda kutafuta punda, akamiminia mafuta ya kuwa mfalme. Lakini ni Mungu anaamua kulipa kisasi. Ni Mungu anaamua kulipa kisasi kwa kabila mojawapo linaitwa kabila la Waamaleki, ambao kabila ya Waamaleki hawa waliwazuia watu wa Mungu ili wasiende kwenye hatima, wakawapiga na wakaua. Biblia inazungumza. Hebu sema amen. Anayeua kwa upanga atauawa na yeye kwa upanga. Ina maana anachokipanda mtu ndicho anachoweza kuja kukivuna. Tunaanza kuona, angalia, huyu mfalme akaambia Bwana umepewa kazi kwa ajili ya kulipa kisasi kwenye ukoo ambao ulishawahi kufanya madhara kwa ajili ya watu wa Mungu. Ina maana hii ni roho ya mauti inatembea kwenye kabila la Waamaleki. Yaani wanauawa bila hata hatia, kwa sababu hata mtu aliyeuawa Agagi ni mfalme ambaye hakuwepo kipindi ambacho wana wa Israeli kina Musa wanazuiwa.
wanaamua kuuawa kwa sababu ya baba. Ndio maana unashangaa kwenye baadhi ya familia kuna baadhi ya mafanikio unapofikia kuyapata tu na mtu unakuwa